Cheusi vipi? Kama kaa inakuaje? Vizuri. Unyama familia. Mambo yanaenda? Namshukuru Mungu mwanangu, kila pakikucha tu dua. Ndio. Cheusi unafanya vizuri noma pia katika project za wasanii tofauti ambazo unaigiza huko ma YouTube au mawapi. Nataka utuambie, tuanze kwenye Big Boss. Kuna scene moja noma sana nilipenda kutoka kwako, ile ambayo Clamo anakuja, kuna fedha ambayo wewe unamuomba anakupa, alafu ile fedha alafu wakati unazipokea unamtajia tu mama yake, zile anakupokonya wakati mama yake pia anakudai. Ulijisikiaje? Yani tuachane na uliigiza, ila kikawaida kwamba jamaa vipi, mbona kanipea afu mtajiri mkubwa wake kanipokonya. Kikweli nijisikia vibaya. Simeelewa. Hivyo lishe kujinyonga afu dakika za mwisho mtu akaja kukata ile kamba mwivi yako najua, lakini ni hatari. Kwa sababu mtu nilipokonya tonge mdomoni pesa ishashika. Sasa sikujua, kumbe sikutakiwa kuongea ile maneno dakika za mwisho pesa ikachukuliwa. Nilumia sana kiufupi yani. Hiyo scene katika scene Big Boss. Hiyo scene ngana niumaga mpaka leo yani. Mama yake alipokuja dukani tena ukamhadithia hiyo story. Kuna kitu alikuwa anataka kukikopa. Baada alipomhadithia Bi Mkubwa akaondoka hapo hapo. Ulikuwa unajiuliza maswali gani? Wewe kama unafikiria unamwangalia Bi Mkubwa, ulikuwa unajiuliza maswali gani? Yani mimi kiufupi mpaka leo bado niko njia panda. Kwa sababu sielewi. Umeona, kwa sababu mimi nina maumivu ya kupokonya pesa. Sasa nilipomwona Bi Mkubwa wake ikabidi niweza kumsimulia kwanza. Dakika za mwisho Bi Mkubwa wake namuona anaingia unyonge nini nda. Sasa mimi kwa najiuliza mpaka leo bado najiuliza kwani ile familia ina shida gani? Sielewagi mpaka leo hii. Si umeelewa? Kwa sababu ukiangalia mwanae anatoa pesa nyingi za kutosha. Alafu Bi Mkubwa wake anakuja kukopa dukani kwangu. Sasa hapo ndo nabaki njia panda, yani kuna sitofahamu gani ile kaa pale. Mpaka leo yake sijui. Je, kuhisi chochote kwamba labda Bi Mkubwa washamzingwaga mwanae au vipi? Mimi kuna muda fulani waga najiuliza. Si umeelewa kwamba labda huenda hawana maelewano mazuri na nani na mtoto. Unajua kila familia aga na changamoto zake. Na nyumba usioishi uweze kujua changamoto zake. Kwa hiyo siwezi kujua kuna utofauti gani baina ya mtoto na mama. Cheusi ni mtu wa aina gani? Kwa sababu nakuona kwenye project za watu tofauti kwa Clamo, Chado, sijui na project zingine ambazo unahusika. Sijajua wewe ni mwanafamilia kwa namna gani au kitu gani ambacho wewe huwa unakitegemea ili ufanye nao kazi? Kwanza labda niseme neno moja. Mimi ni mtu wa watu. Kabla ya yote, mimi ni mtu wa watu. Pili mimi ni msanii. Si umeelewa? Popote ninapohitajika mimi nakwenda. Si umeelewa? Kwa sababu bado mimi mwenyewe sina uwezo kusema kwamba naweza kujimiliki mwenyewe, bado nahitaji kusupport kazi tofauti na mimi niweze kufaje kuonekana. Mimi ni mtu wa watu, yani kwa ufupi ni hivyo. Uzingatie malipo kwa hiyo. Mwenyewe akihitaji kunisupport na mimi kama ninavyomsupport yeye, basi atanisupport inshallah, kwa sababu wanasemaga kwa kwamba riziki haivuti na kamba kwa unaweza kama umelala ndani ukajikuta tu umepigiwa kasimbo na njoo sehemu fulani hivi, umeona unapoenda kusupport naye mwenyewe pia mwenye kazi yake naye anakuona anakusupport hata kama kiwa kidogo, lakini naye pia anapaja anajitoa. Cheusi, nje ya kwa wewe muigizaji wa Big Boss, ila ukiwa kama mtazamaji pia wa Big Boss, ni yupi ambaye kwenye walojiunga kwenye kile chama cha kuabudia fedha za kishetani unasema huyu mwamba anapewa sharti gumu, yani kimaisha ya kawaida hii hata nikiwa mimi sikubali? Matula. Matula mwanangu huruma sana mwanangu sambi. Yani mpaka nikitizama ile Big Boss nikimfikiria wewe Matula roho yangu inanikata sana yani. Umeelewa? Waka najiuliza kwamba hivi ni kweli au la? Yani mimi sielewaje yani kiufupi. Zito lile. Ile shati zito mwanangu. Mimi siwezi yani. Yani kiasi kwamba hata mimi ndo naambiwa leo niwe mwanachama hapo nivesha hadi kama lile kimbia. Siwezi. Kwa sababu ni shati moja zito sana na pia namonea huruma sana brother wangu Matula, kwa sababu unajua mashabiki sio kama msanii anayecheza ile film. Umeelewa? Mashabiki siku zote wanavaga uhalisia wa jambo anaoliona. Umeelewa? Kwa hiyo kuna baadhi ya tafasiri tofauti kwamba mwamba ndivyo alivyo. Kumbe hapana, maskini ya Mungu, ni movie lakini ndio hivyo mtu anaichukulia kama lilivyo. Matula tuseme amevaa uhusika, lakini wananchi sasa wanamwangalia. Matula amevaa uhusika lakini mashabiki lazima kidogo waweke sitofahamu hapo katikati. Hiyo kesi ngumu. Anyway, hiyo kesi haishauriki hiyo. Ndio sasa. Unahisi project gani sasa hivi ya YouTube inafanya vizuri?
Katika YouTube zinazofanya vizuri, mimi naweza kusema zote tu, maana mimi sina sehemu ya kusema kwa tategemea sehemu moja. Mimi zote zinafanya vizuri kwangu mimi. Sasa mimi napenda sana movie ya. Ni vizuri ukijipakulia manyama upande wako unaona sawa, kwani kuna ubaya gani ndugu yangu Cheusi? No. Yaani mimi umeona mimi kila pakikucha huwa naangaliaga tu movies zinazo trend katika YouTube. Kwa hiyo ni movie tofauti ni nyingi sana, siwezi kuzitaja kwa majina, lakini movie nyingi sana zinafanya vizuri. Mashallah, nashukuru waigizaji wa Tanzania kwa sasa hivi kidogo wana maono tofauti na ilivyokuwa awali. Umeelewa? Wanafanya vizuri, wanafanya kazi za ushindani safi sana. Mungu azidi kuwajalia. Yeah. Kuna zamani kulikuwa kuna ushindani tayari ulianza kuingia kwenye movies za kibongo na baadhi ya movies za Nigeria. Sasa hivi nyinyi ambao mnafanya YouTube kuna ushindani mmeingia pia, naona na content wa YouTube wa Kenya, wa Nigeria au kuna nani, and of course naona mna mashabiki wengine kutoka Kongo kina nani. Inawapa hasira kuna namna gani kuzidi kukimbiza kufanya makazi? Sawa. Unajua, yani mimi napendaga kwanza neno moja linaitwa ushindani wa kazi. Umeelewa? Mimi napenda sana watu wanaoshindana katika kazi, sio wanaoshindana katika uchawi. Yaani mimi kuingiza uchawi kwenye kazi huwa nakasirika kwa ufupi. Umeelewa? Lakini nashukuru Mungu kwa sasa hivi kidogo series za Tanzania zinafanya vizuri nje ya nchi na series za nje ya nchi zinafanya vizuri Tanzania. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo najua ipo siku washiriki au wasanii wa Tanzania wataenda kushiriki labda Nigeria, South Africa, Kenya, wapi, na wasanii wa Kenya si Nigeria watakuja kushiriki series za Tanzania. Kwa hiyo ni jambo jema. Yeah. Cheusi, zungumza na mashabiki ambao wanatamani kuna siku uje ufanye project zako wewe mwenyewe. Mimi wazidi tu kuniombea dua kwa sababu bado sijafikia muafaka kusema kwamba ataanza kufanya kazi yangu, maana kuwalisha watu 10 na yenyewe ni kazi kubwa. Yani kabla hujaanza kuwalipa fikiria kwanza unawalisha vipi. Umeelewa? Kwa hiyo bado sina huo uwezo sina. Ndio maana mpaka sasa hivi niko na dokoa kwa wenzangu, naenda huku naenda kule na shoot ila siku na mimi Mungu akinijalia na nimeshika pesa nimefanya hivi, basi sitafanya mimi jambo langu inshallah, wenyewe zidi kuniambia ipo siku. Lini umeplani kuwapatanisha Chado na Mzee wa Misumari? Chado na Mzee wa Misumari. Lini umeplani kuwapatanisha? Sidhani kama wana ugomvi. Simuone, nafikiri itakuwa kuna usawa kweli. Unajua nikwambie kitu kimoja. Unajua asili ya series. Umeelewa? Huwezi kusema kwamba series hii atashiriki huyu. Umeelewa? Alafu na series ijayo atashiriki huyu. Ni ngumu. Umeelewa? Mimi sijajua lakini najua kabisa Chado labda pengine series aliyokuwa nayo ilikuwa haimuhitaji nani Mzee wa Misumari. Hilo mimi ndo nalifahamu. Alianza sasa. Mbona alianza? Hakuna mtu alianza ndio, lakini unajua asili ya series sio mpaka umuvu mpaka ikaishie mwisho. Kuna muda sometimes moja unaweza kaishia njiani tu. Umeelewa? So hivyo yani, kwa hiyo story labda ilimtaka kwamba Mzee wa Misumari. Wewe utawapatanisha lini? Mimi sijui kama wana ugomvi. Sijui. Kwa hiyo kuwapatanisha vipi yani? Mimi sikuelewi bado. Ugomvi upo bana. No, mimi sielewi chochote. Mimi nipo katika crew ya Chado mbona kwa muda mrefu, lakini mbona hiyo beef sijawahi kulisikia. Kwa hiyo Mzee wa Misumari behind the camera yupo bana. Mzee wa Misumari na Chado mbona mafriend tu. Behind the camera yupo wakati pressure endelea kushoot. Yani kitu ambacho ndio maana nimekuelezea. Hayupo. Ndio nisikilize kwanza point yangu, nimekuelezea. Kwa kwamba hivi. Sasa hivi wakati mna shoot location yupo Mzee wa Misumari. Kwenye series gani sasa? Hii pressure behind the scene yupo. Kwenye behind the scene? Siwezi kujua kwa sababu sina kwa location au uendaje? Mimi yani umeona kwanza mimi. Sawa, nisikize kwanza mimi ili unielewe kwa. Niambie Cheusi. Iko hivi. Sawa. Yani official mimi sio msanii wa Chado. Sawa. Na Mzee wa Misumari sijui kama ni msanii wa Chado au la, mimi sielewi. Ila mimi ni mshiriki wa tamthilia za Chado. Umeelewa? Lakini nashukuru Mungu mashallah katika series hii ya sio pesha. Mkono wake mimi hujaniona. Umeelewa? Lakini namshukuru Mungu bado mambo yanafaje? Yanaenda. Umeelewa? Kwa hiyo behind the scene yao mimi sijui kwa sababu sipo location. Kumbe. Ndio yaliyopo. Kwa hiyo sielewi chochote kinachoendelea mimi. Hata ukuulizia wala nini? Mimi siwezi kuuliza kwa sababu naelewa taratibu za series zilivyo. Mimi mwandishi ujue. Ndio. Mimi naandika ujue. Kwa hiyo najua kabisa wewe utamove mpaka wapi na utaachia wenzio wa move mpaka wapi, naelewa. Umeelewa? Kwa hiyo huenda Mzee wa Misumari alimove episode 2-3 ili aache gap wa move na watu wengine. Ndio maana series. Umeelewa? Ndio maana unaweza kaangalia, hebu tuchukue tu mfano.
Big Boss season 1 na season 2 washiriki ni wale wale. Hapa. Sasa tayari jibu naro. Yeah. Ndio sasa. Tusimalizana mashabiki wako of course, ambia kuhusiana na kazi zako wanakupataje pia. Mimi niseme jamani, kwenye mitandao ya kijamii YouTube bado sina mashabiki zangu, niombeeni dua inshallah. Ipo siku na mimi nitakuja kubarikiwa kwa na YouTube. Lakini kwenye mitandao yangu ya kijamii, ukiingia TikTok unaweza kaandika Chelsea Media, ukiingia Facebook utaandika Chelsea Media Films, ukiingia Instagram utaandika Chelsea Media Films. Ila suni na mimi napiga dua, tawaambia kwamba na mimi naanza kazi yangu. Yeah. Mashabiki nyene, kaeni mkawakula, endeleeni kunisupport kijana wenu. Bado sijafeli, sijaenda kulima tumbaku, nipo Tabora, sijarudi jamani. Msikie mkasema Tabora nimerudi, hapana. Pembejeo nimekosa. Chelsea till next time my brother. Yeah, thank you. Hii hapa hii. Poa kaka.